Bwana mtazamaji wa Mnyasa Media, karibu sana kwenye channel yako hii. Niko na mzee wa kunyosha, shabiki wa Young Africans. Kubwa tunaenda kuangazia hivi sasa ni kuhusiana na mchezo wao ambao unaenda kuchezwa pale ndani ya uwanja wa Amani Complex visiwani Zanzibar dhidi ya FAR Rabat kutoka kule nchini Morocco kwenye mchezo wa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Bwana, mambo vipi? Poa. Bwana, masaa machache yamesalia kuelekea mchezo wenu dhidi ya FAR Rabat pale Amani Complex visiwani Zanzibar. Bwana, mchezo unaonaje na timu yako unaionaje? Niyo mkweli, mechi ya leo ni mechi ngumu sana, ukizingatia kwa wenzetu kidogo at least ile, yani kikosi chao kipo vizuri sana kuliko ukiangalia kikosi cha Yanga. Kikosi cha Yanga kwanza ukija ukiangalia manake tayari kuna kocha manake wamebadilisha hapo, makocha wawili wameshapita. Umeshaona? Kwa hiyo ukizingatia kwa mechi jinsi ambavyo unavyoona ni mechi manake ni ngumu sana, kiukweli yani manake ni mechi ngumu. Inatakiwa manake wachezaji watumie jitihada zote, wafanye kila aina ya njia kuweza kupata matokeo, lakini kiuhalisia kupata matokeo kwa leo naona ni mchezo mgumu sana. Kuelekea mchezo una hofu yoyote unaipata hivi sasa kabla hata mchezo wenyewe hujaanza kupigwa? Hofu lazima niwe nayo. Hofu lazima niwe nayo kwa sababu manake mechi unajua Waarabu sisi bwana kama vile tuna DNA nao yani. Huwa mara nyingi sana wanatusumbua. Bora hata ingekuwa manake ukanda mwingine, lakini ukanda wa Arabu sisi bwana huwa wanatupa shida sana. Umeshaona? Kwa hiyo kwa sababu kama wanatupa shida, kwa hiyo hofu mimi kwangu ipo bwana. Una hofu kwa hiyo? Vibaya sana. Kwa pressure napanda, pressure nashuka. Yaani hapa nilipo mpaka dakika 90 zimalizike ndo naweza nikaongea chochote, lakini kwa kuhusiana manake na mchezo wa leo, kusema kuwa manake kwa 100% kuwa tutashinda. Inahitaji maombi. Kwani FAR Rabat wana nini na nyinyi Young Africans mna nini mpaka mnaanza mashabiki kuweweseka hata kabla mchezo wenyewe? Hamna tu, wa kweli tu kikosi chao wao ni kikosi cha gharama kubwa kuliko kikosi chetu sisi. Umeona sisi tuna wachezaji tu mmoja ambao manake unaweza ukakompete nao, lakini wao wana timu nzima ambao manake imesheni manake wachezaji ambao wa gharama kubwa. Kwa hiyo wenzetu manake wako vizuri. Hiyo ni ukweli yani kabisa. Kwa hiyo unaona kabisa mambo yanaweza kainama hapa, mambo yanaweza kaenda ndivyo sivyo. Mpira wa miguu mimi huaga si uvunjiage heshima siku zote. Unaweza ukawa na kikosi bora, unaweza ukawa na wachezaji wazuri na unaweza ukafungwa vile vile. Kwa hiyo mpira wa miguu una uheshimu. Tusubiri dakika 90, pichi itaongea pale. Lakini uwezekano wa kushinda wewe unasema ni mdogo. Lazima hata kwa nani manake yani kwa sisi ambao manake wawekezaji huwa manake unaangalia ni unaona kabisa hii timu hii nikisema ni ipe hii inaweza manake ikaondoka na hela yangu. Kwa hiyo unaona kabisa ni kwa leo hujatia mzigo leo. Siwezi kusubutu. Bwana wewe. Kweli. Timu yako lakini inacheza. Hata kama ni timu yangu, uwekezaji mwanangu hujalishi timu yako. Unaangalia namna ambayo unaweza kupata hela. Bwana, FAR Rabat umeonekana kuwa majasiri sana, hata mashabiki wao wameingia visiwani Zanzibar. Wala hawana pressure na nyinyi Young Africans. Labda wameshajua kwamba nini kitaenda kutokea, ama wanajipa moyo tu kusema tujikaze kisabuni tukacheze na Young Africans, lolote litakalotokea liwalo na liwe. Waarabu siku zote manake wanapoenda sehemu yoyote ugenini, wao huaga kitu cha kwanza silaha yao wanasema kuwa manake sisi tuwe kama wenyeji. Hata kama wakiwa 10. Wao hivyo ndio jinsi ambavyo ilivyo. Unaona ile balaa ambao walikuwa wameliweka. Lile pale kwenye hoteli ambao nani ile mishumaa jinsi walivyokuwa wanachoma, jinsi ambao yale manani yao walivyokuwa wanayafanya. Ndio Mwarabu jinsi ambavyo alivyo. Hata kama yuko mchache lakini yeye ataleta kashikashi mradi tu manake ile aonekane kama na yeye ni manake yeye hapo ni sehemu ni sehemu ambayo manake ya nyumbani kwake. Ndio jinsi ambavyo ilivyo. Sio kama manake wana ujasiri hivyo, lakini nao wanatuogopa, wanajua kabisa ukanda wetu nao mpira saizi hauko kama zamani. Kwa hiyo wanaona kabisa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati mpira unazidi kubadilika. Unazidi kubadilika. Hawaji kizembe. Sio kizembe, sidhani kama ile zamani wakija hapa wanaokota dodo tu wanaondoka. Hatuko hivyo sasa hivi. Wenyewe wanajua kabisa ni ukanda wetu saizi mpira umebadilika. Kwa hiyo ndio maana manake unakuta kashikashi zinakuwa nyingi. Kwa hiyo Yanga mtakaza leo. Mimi ni kuombea tu kwa sababu ni timu yangu. Huwezi kusema eti bwana unaenda kwenye mapambano kwa sababu na leo mimi naenda kupigwa. Huo utakuwa sasa ni uzembe. Tunaenda kupambana, wachezaji wajue kabisa yani manake wanaipigania hii nembo ya Dar Young African, wapambane tonyelao mpaka mwisho kuhakikisha kuwa Yanga inapata matokeo. Ila mechi ni ngumu kiuhalisia. Kwa mfano ikitokea leo hii mmekosa matokeo kama ambavyo mashabiki wengi na viongozi wenu wa klabu wanavyotaraji kwamba mpate matokeo angalau alama 3
mziweke pale kwenye kundi lenu. Ikitokea tofauti, mtajisikiaje sasa kuelekea kwenye mechi zijazo? Maana mna kibarua kingine cha Al Ahly, mechi ya nyumbani na ugenini, lakini mna kibarua kingine cha wale Waarabu wa Morocco, wa Algeria, na wenyewe sio wazembe kama ambavyo watu wengi wanadhani. Mmepangwa na Waarabu watupu. Hii mechi ya kwanza ya Mwarabu FAR Rabat. Kwanza mimi nataka niseme kabisa kundi la Yanga safari ni kundi ambalo la kiume. Ni kundi la kiume ambao katika ukanda wetu toka mashindano yameanza haijawahi kutokea hivi. Toka mara ya kwanza manake inatokea manake tunakutana manake na Waarabu. Mwanzo mwisho manake. Yaani sisi manake na Waarabu tu ni mwanzo mwisho. Kwa maana hiyo kama manake tutaweza manake kutoboa hapa. Tutakuwa manake tumetoboa kibabe sana. Ila sioni manake dalili ambayo ya kutoboa Yanga Afrika. Katika ile kundi sioni kabisa. Unakata tamaa kabisa. Mimi nataka tu niwaambie tu mashabiki na wanachama na wapenzi wote wa Yanga. Tusijipe sana matumaini makubwa sana. Tushikilie tu kauli yetu tu ya kiongozi wetu alishatuambia kuwa bwana lengo na mazumuni safari hii tufike makundi. Basi mimi nafikiri makundi tulishafika, inawezekana hapo ndio ikawa ndio mwisho wetu manake yani. Kwa target ni makundi. Target tulishawekewa target. Tukifika manake huko robo finali manake ni bonus. Bwana, tuzungumzie kitu kimoja ambacho kina jadiliwa sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na logo ambayo inabandikwa kwenye jezi, logo halali, logo halisi ya michuano hii ya CAF Champions League, logo halisi ya klabu bingwa barani Afrika msimu huu. Ni ile ipi? Ni ile ya zamani ambayo ilikuwa inatumika siku zote, ama hii nyingine mpya ambayo tunaiona hivi sasa ndio inafanya kazi kwenye baadhi ya vilabu tunaona wamebandika kwenye jezi zao? Mimi nafikiri majibu hayo yote CAF ndo wanayo manake. Wao ndo waliotoa ile logi na wao manake ndo manake kitu chochote wanachokifanya ni lazima manake wanawasiliana na vilabu vyote ambavyo vinashiriki. Kwa hiyo mimi nafikiri manake majibu wanao wao. Mimi siwezi kusemea logi kama ni ya zamani au mpya. CAF ndo wanatakiwa tuthibitishie ni logi ipi ambayo manake katika michuano hii inatakiwa itumike. Umeshaona kama ni ile ya zamani au zote kwa pamoja zinaweza zikawa zinatumika. Hiyo ni CAF ndo wana majibu hayo. Kwa mimi siwezi kuelewa kwa sababu sijapata bado yani official manake CAF kusema kuwa bwana vilabu vyote vinatakiwa vitumie logi hii mpya. Kwa mchezo wa leo mngekuwa na mchezaji kama Clement Mzize, nini kingetokea? At least kidogo kungekuwa kidogo kuna power. Maana Dube kafikiria kama yani unaweza kusema kama si niseme hizi nani Dube ni sawa ndio mchezaji mzuri lakini ni mchezaji ambao wa daraja la chini. Kwa sababu haiwezekani mchezaji wa daraja la juu unapata manake nafasi 5 hata moja unashindwa kutumia au 2 unashindwa kutumia au unapata nafasi mpaka 10 ndio utumie moja. Hamna forward wa hivyo duniani. Ni forward ambao wa daraja la chini. Mimi Dube ninavyoona ni kwa sasa manake au astahili manake kuchezea Yanga kubwa kuliko yeye. Kwa hiyo Dube hafai tena kuchezea Yanga. Hana uwezo, sio forward ambao wa uwezo huo. Bwana, niwatakeni kila laheri kuelekea mchezo wa leo. Ngoja tusubiri nini kitakachojitokeza hapo baadaye. Sawa, lakini ndugu mtangazaji, kabla kwanza hujamaliza, kuna swala lingine ambalo manake nataka kidogo niliongezee kuhusu jezi. Hujanunua bwana? Sitaki kuitika kabisa. Sitaki. Kwa nini? Yaani sitaki. Kwa nini? Yaani nataka niwaambie kabisa, yani Yanga msimu huu kuhusiana na jezi zao zote, jezi zote ambazo walizotoa kwa msimu huu ni mbovu. Ndio maana hujanunua mpaka jezi zake. Mimi navaa jezi ya zamani manake ndio naona ina quality yani manake ya jezi. Lakini jezi za sasa ni mbovu kabisa. Yaani kama inawezekana kabisa wamrudishe tule kijana pale. Wamrudishe. Yule nani Shelingoi si wamrudishe, alikuwa anafanya vizuri sana. Umeona? Huyu mbunifu wa sasa hivi hapa anatuzingua kusema za kweli. Jezi gani sasa? Jezi ambayo ina apron hapa mwanangu kama mantilie manake akinunua ile jezi ile hana shida tena kununua apron yani manake. Pamoja na apron. Sasa mtangazaji unacheka, mimi nakwambia uone zinajana, mimi nanyoosha. Jezi na nini? Ina apron hapa manake akinunua mantilie hana. Lakini jezi ya klabu yako hiyo bwana. Sio kama naipondea, sio kama na magani vipi. Ila mimi manake yani ule ubunifu sijaukubali. Unaupenda manake. Yani sijaukubali na sio mimi, watu wengi tu. Manake huko vijiweni huko ndio mnazungumza story zenu. Sasa unakuwa ukivaa ile manake unaonekana kama mantilie sasa. Bwana. Watu wanaweza kukuita ile bwana tuletee chakula hapa, tuletee chakula. Ndio wanavyoita mtaani huko. Unajua ni kuna vitu vingine rafiki yangu vinakuaga manake vinatuumiza sana sisi mashabiki yani. Unakuta manake unaweza ukapewa majina mengine ya ajabu ajabu. Mimi leo nipo natembea zangu na daladala. Dereva tu daladala tu. Wewe leo kwanza mnafungwa. Nikamwambia sawa.
Mbona hujanunua jezi mpya? Au kwa sababu ya mama ntilia? Sasa ndo mambo gani ndugu yangu? Umeshaona? Kwa hiyo tunakuwa manake tunapeana majina huko mtaani huko ambayo kwa manake sio. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie viongozi katika issue ambayo ya jezi inatakiwa manake watafute manake mzabuni ambao mwingine. Huyu hapa hafai. Bwana shukrani sana. Haya, asante.